Zejinas Platform. Karibuni kwenye Business Battle. Yesterday you said tomorrow, so just do it. Make your dreams come true. Just do it. Hello. Habari. Salama kwema. Salama, karibu. Asante. Karibu sana The Genius Platform. Asante, karibu sana Happiness Massage Clinic. Asante. Mimi nilikuwa na swali moja. Unajue biashara zenu zina tuhuma ambayo inaendelea sasa hivi, na nikasema wewe ni mtaalamu wa mambo haya. Unawezaje kuitetea tuhuma ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii na kwenye jamii zetu kwamba massage inahusishwa sana na mambo mengine ambayo sio ya maadili, wakati tunaamini kwamba massage ni kama dawa? Kwanza kabisa naomba niseme kila kitu kwenye mazingira ya kibinadamu ndio inaanza na akili ya mtu. Yaani kweli. Kwanza kila kitu kinatoka kwenye mindset kwanza. Ndio. Lakini nikija kwenye swali lako moja kwa moja, inawezekana hawa ambao wanajihusisha sasa, ningetamani sana nijue swali lako lina base kwa upande wa wanawake tu wanaojiuza kupitia massage au pamoja na wanaume. Kwa sababu ndio iko hivi. Ndio. Unajua kama walaji wa dagaa, walaji wa nyama, walaji wa mchele, watumiaji wa mchele, walaji wa wali hawako wengi, hizo bidhaa haziwepo. Kwa hiyo tuhuma, swali lako limeenda kwenye tuhuma za wanaojiuza kupitia masaji, si ndio? Yeah. Lakini hajaenda kwa wanunuaji. Kwa nini wengi? Kwa sababu kama wanaojiuza ongezeko ni kubwa, basi na wanunuaji walaji ni wengi sana. Ndio maana ongezeko lazima liwepo la wao wanaojiuza. Ya uko sahihi. Kwa sababu wao wanaliwa kutoka kwa walaji. Ya ndio maana wanakuwepo ya. Kwa hiyo basi ili niweze kukujibu tu moja kwa moja ni kwamba magonjwa ya afya ya akili yapo kwa kiwango kikubwa. Asilimia ya magonjwa ya afya ya akili yamekuwa katika level kubwa sana. Yaani asilimia ya ongezeko ni kubwa kupita kiasi. Ndio. Na ndio sababu watu wanatafuta pumziko, watu wanatafuta vipozeo. Tunaita maisha baki. Ni baada ya wewe kuishi maisha fulani au ya mtu fulani kuishi maisha fulani, sasa yale mabaki ya maisha huwa yanatafuta sehemu ya kujireplace. Mtu unaweza kukuta anakunywa pombe, anatumia madawa ya kulevya, anafanya ngono kupita kiasi. Kwa hiyo hiki kitu cha mfumuko wa huduma za massage ni upcoming something. Kwa hiyo kama ni upcoming something watu wanahisi kinaweza kikawa kipozeo, basi ndio maana kinatumika sana. Kwa hiyo mimi nadhani muhusika anayeenda kupata huduma anatakiwa awe na elimu ya kwamba ninapoenda kupata huduma natakiwa nipate huduma gani. Je, yeye mwenyewe anatambua kwamba anataka kipozeo au anataka huduma kweli ya kiafya? Ili hata kama alikuwa anataka huduma ya kiafya asije akaenda sehemu ambayo inaweza ikamletea athari. Kwa hiyo ni sawasawa na mtu ambaye hatumii kabisa vilevi, lakini akaenda sehemu akawekewa madawa ya kulevya, alafu ile stimu ikawa inamrudia kila baada ya muda fulani. Kwa hiyo anajikuta anataka kutumia hata kama hataki. Yaani mimi nitakaa kwenye utoaji wa elimu namna gani unaweza kupata sehemu sahihi, kwa sababu sijui hao wengine wanaotumia fursa ya kujiuza, sijui hata wanachokifanya. Lakini ninachokiona mimi ni kwamba jamii inahitaji elimu ya kuweza kujihudumia nyumbani, ya kuweza kwenda maeneo husika, ya kuweza kupata huduma kamilifu au timilifu ambazo zitaweza kuwasaidia kuweza kuondoa msongo wa mawazo, kuweza kupata elimu, kupata magonjwa ya ufahamu, magonjwa ya akili, waweze kujua jinsi gani hizi benefits za massage zina uwezo wa kufanya kazi katika maisha yao, na wasiweze kuzurika kupitia, kwa sababu tayari ndio tunaona madhara hayo. Na ndio maana kama Happiness Massage Clinic tumeweza kutengeneza products ambazo hizi products watu wanaweza kujihudumia hata wao wenyewe nyumbani, ili kuweza kuondokana na hizi ajali ndogo ndogo ambazo zinaweza zikawapata, lakini baadaye zina madhara makubwa sana. Kama
nilivyosema hapo awali, uraibu, lakini zinavunja sana ndoa za watu au mahusiano ya watu, zinawafanya vijana wengi sana au wazee wastaafu vipato vyao kuteketea. Hebu tuambie nani faida za massage kwa yule mtu ambaye hajawahi kufanya massage, ili aweze kujifunza na aweze kuona kwamba ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Okay, massage ni tiba lakini pia ni kinga. Ni tiba kwa magonjwa mbalimbali kwa kutumia point maalum ambazo zina uwezo wa kureflect mpaka kwenda kwenye tatizo. Unapofanya massage kwenye baadhi ya maeneo, inasaidia kuweza kuwasha umeme wa mwili na kuweza kuruhusu mzunguko wa damu kuwa sawa. Kwa hiyo faida zake ambazo ni main zaidi ni kuondoa uchovu na maumivu ya misuli na viungo kwa watu wenye matatizo ya ganzi na kwa watu wenye matatizo ya kukosa hamu ya tendo la ndoa, kwa sababu umeme unakuwa unarudi katika hali ya kawaida, una functioning. Okay. Matatizo ya ngozi, ndio kukosa usingizi au kupata usingizi kupita kiasi, ndio kwa watu wenye msongo wa mawazo, kwa watu wenye trauma, massage zinasaidia sana. Okay, safi. Na kitu kingine, hivi umeshawahi kukutana na changamoto yoyote kwenye kazi yako? Na kama umeshawahi kukutana na changamoto, ni ipi labda? Changamoto mimi nadhani yani ni za kawaida sana. Dio. Sisi bwana, changamoto hapo ukituuliza, labda tunahitaji tu wateja wengi. Tunahitaji watu wengi waje tuweze kuwahudumia. Okay, hiyo ndio changamoto kubwa. Haujawahi kukutana na kitu kikataka kukatisha tamaa hivi? Hamna, kwa sababu kwanza hii kazi kwangu mimi ni wito. Okay. Ni kitu ambacho ninakipenda sana. Yani hata ningekuwa na mabilioni still bado ningeweza kuwa napata muda wa kuweza kukifanya. Kwa hiyo kwa hiyo sio kitu ambacho yani sijui ni changamoto gani itanifanya niweze kukata tamaa. Bado sijaona. Happiness Massage, basi mtuambie mnapatikana wapi na namba zenu za simu kwa wale ambao watakuwa wanahitaji huduma, na imani kabisa watawasiliana na nyie moja kwa moja. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, Lamada Hoteli Ilala. Ukiingia ndani ya jengo la Lamada tupo Manyara namba 27 na tupo masaa 24. Lakini kwa wale wagonjwa ambao hawezi kutembea, tunawafuata mahali popote walipo pia kwa gharama zao. Okay. Kila kitu inapaswa iwe gharama yake, tutawafuata mahali walipo. Kwa wale wagonjwa ambao hawawezi kutembea, tutawafuata mahali walipo. Lakini sio kwamba tunahudumia tu wagonjwa. Kama nilivyosema ni kwamba tunafanya service ya mwili lakini na matibabu. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji tu service ya mwili, tunapatikana Lamada Hotel and Apartment kwa namba 0756343161. Lakini pia kwa mtandao wa Yas 0715343161. Na imani tukiwa tuna maswali mengine kuhusiana na mambo ya massage, tutakuwa tunawapigia kwa ajili ya kujua zaidi. Asante sana, karibuni sana. Asante sana. Asante kwa kuendelea kuwa mdau wetu mkubwa. Tunakuomba bonyeza alama ya kengele na usiache kusubscribe. Asante.